Hamjambo mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV. Matumaini yangu kwamba mzima wa afya na karibu kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Taarifa ambayo itakayosoma kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Nikaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Kwanza kabisa kuweza kuzipata. Bila kuponda muda, tukaribishe katika uchambuzi wetu habari zetu za siku ya leo, ambapo tutazungumzia kabisa maoni yake General Ngoma Nzito, ambaye aliweza kueleza kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia, hususan huko bondeni mwa mto Ruzizi. Na pia tutazungumza kuhusu kupingwa kabisa kwa maandamano ambayo inayotajwa kuwa wazalendo wataendesha maandamano Uvira, wakiomba kuungwa mkono na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alexi akiwa ni miongoni mwa viongozi wa radi katika jiji na tarafa la Uvira akwenda kupinga maamuzi hayo na kuomba wazalendo kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa wamefurusha adui M23. Na pia kuna kuwa na tangazo ambalo linazungumziwa kuwa waasi wa M23 wataondoka pale Bukavu, kudhibitisha kuwa siku zijazo wanaweza kutoka, huku wakiheshimisha kauli na miundombinu pia kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita vya M23, euro milioni 20 za Umoja wa Ulaya zadaiwa kutolewa, huku zikisaidiwa jeshi la Rwanda. Habari hizo zikiwa zinaleta hafla na hofu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepokea maafisa wapya 295 waliomaliza mafunzo katika chuo cha kijeshi cha huko Kananga. Haya na mengine nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze na habari za huko bondeni mwa mto Ruzizi. Televisheni yako tumepata nafasi ya kufika pale bondeni mwa mto Ruzizi ili kujionea hali halisi ilivyokuwa kuhusu wanajeshi pia wazalendo ambao wanaopatikana kwenye mstari wa mbele huko maeneo ya bondeni mwa mto Ruzizi, hasa baada ya kukutana na kiongozi Ngoma Nzito ambaye alipata nafasi ya kuzungumza na redio yako, akitaja kuwa ni miongoni mwa viongozi ambao wanaendelea kufanya vizuri, akiomba ushirikiano na pia kutaja kuwa waasi wa M23 waliweza kupata kichapo kikubwa licha kuwa kuna maafisa ambao waliopoteza maisha. Huko ametaja kuwa kijiji cha Kasambura na Biriba vimekombolewa kutoka mikononi mwa waasi wa M23 na kwa sasa viko chini ya udhibiti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati yao, ambapo akiendelea kutaja kuwa wanaendelea kuendesha mapambano ili kuangalia namna gani ya kuweza kuwafurusha pale maeneo ambapo walipo pale Kabunambo ili kuendelesha shambulizi na maeneo mengine, huku Ngoma Nzito akiomba ushirikiano wa wazalendo pamoja na jeshi la taifa ili kuimarisha usalama maeneo hayo. Adui kabisa alikuwa Biriba. Adui alikuwa kidhibiti Biriba, tulikuwa Kasambura, lakini wakati adui alikuja tudeloge, tulimupiga na tukasikia nguvu zake, tukamuondoa nafasi panapoitwa Biriba. Baada ya kumuondoa Biriba ndo wakati tulipata matetezi kusema eti adui ameongea, gouvernement yetu imesema CCLF nini na nini, lakini hile CCLF sisi wazalendo hatujui CCLF. Adui tutamshambulia mahali popote amekimbilia. Ndio tukiangalia kwenye milima adui iko kama vile kwenye kilometri ya 3 au 5. Na nyinyi mko hapa Runingu, Biriba na Kasambura. Je, hamuoni kama muda wote anaweza kawavamia? Kwa hiyo tumeona adui gisa amejipanga, nasi ndio gisa tumejipanga. Shabaha ya kumwachilia pale, ile siku tungemuondoa zaidi na usiku kaingia, lakini kwa sasa tukaji renforcer tena kumfuatilia, wakatupatia kwanza limite, lakini huyu mwenye kwa kuvilima tumemwona zaidi na tumempangia. Kwa hiyo nini sasa wakongomani wategemee kwenu? Wategemee amani itarejea kuwa nzuri sana. Watu wote Uvira wasikie amani na wasifate mambo ya zagara eti wamepita chini Ndunda, wamepita wapi, hakuna. Na hivi tumefunga njia na watu wa Bukavu waikale Bukavu, watu wa Uvira waikale Uvira. Hatutaki tena mtu kupita hapo, kwa maana tumefunga njia. Pasipo amani hakuna mtu kutoka Bukavu kuingia huko, labda pitie nyingine njia.
Pia tulipata nafasi ya kushuhudia kile ambacho alichokizungumza bwana Alexi akiwa ni miongoni mwa viongozi wa radi jijini Uvira, huku akitaja kuwa kuna fununu pia habari ambazo inazagaya kwamba ni lazima wazalendo wote waje kwenye mstari wa Uvira ili kuendesha maandamano kuomba serikali kuwaunga mkono katika vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahojiano ambayo aliendesha na vyombo vya habari mjini Uvira, Alexi Dunia alitaja kuwa kupinga hali hiyo na pia hatua ambayo inayochukuliwa na watu wenye kutafutia tumbo zao binafsi. Ameomba ushirikiano, pia kuomba vyombo vya sheria kufanya kazi, na licha kuwa kutakuwa na wale wazalendo ambao watakaojitolea kufanya maandamano hayo wakamatwe na vyombo vya sheria vifanye kazi yao. Ameomba ushirikiano wa jeshi la Kongo pia pamoja na wazalendo ili kurejesha amani katika mkoa wetu wa Sud Kivu na vijiji mbalimbali ambavyo vimekamatwa na waasi wa M23 viweze kudhibitiwa tena na jeshi la Kongo. Azungumza hivyo bwana Alexia akiwa ni miongoni mwa viongozi wa rade katika jiji na tarafa letu la Uvira. Tuangazie habari za waraka ambao uliotolewa na FCM 23. FCM 23 yatangaza kuondoa askari wake huko Bukavu. Muungano wa Alliance Fleuve Congo FCM 23 imetangaza rasmi umuhimu wa kuondoa askari wake katika mji wa Bukavu mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia waraka iliyotolewa Goma tariki 21 Machi mwaka 2026, uratibu wa kisiasa wa FCM 23 umeeleza kuwa uamuzi huo unalenga kuunga mkono juhudi za amani na kuimarisha utulivu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa waraka huo, kuondoa kwa askari kunafanyika kwa njia ya kimkakati na kwa wajibu wa kuleta pia kupunguza mvutano wa kivita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta suluhisho katika mzozo huo. FCM 23 pia imesisitiza dhamira yake ya kuzingatia njia ya amani na kuwataka wadau wote wa kisiasa na jamii kuonyesha uwajibikaji wa haraka katika kutatua mzozo ambao unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizi ikiwa bado hazijadhibitisha na vyombo vyetu, ikiwa itakuwa ni kweli, tutakuja hapa ili kukujuza ukweli na siku ya kuondoka bado kabisa kuweza kujulikana. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Euro milioni 20 za Umoja wa Ulaya zaendelea kusaidia jeshi la Rwanda licha ya vikwazo vya Marekani. Umoja wa Ulaya umeendeleza kutenga euro milioni 20 kwa ajili ya kusaidia jeshi la Rwanda licha ya vikwazo vinavyowekwa na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, fedha hizo zinahusishwa na operesheni za kijeshi ambazo zitasaidia jeshi la Rwanda ambazo zinazoendesha nchini Msumbiji. Miongoni mwa mipango inayozungumziwa mjini Bruxelles inaweza kuhamisha fedha hizo kwenda Msumbiji, ambayo ni nchi ambayo itakayozirejesha na kuzipeleka huko Kigali. Hatua hii ya kupea pesa nchi ya Rwanda na Umoja wa Ulaya inaleta ghadhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vikwazo vinaendelea kuwekwa dhidi ya nchi ya Rwanda, lakini Umoja wa Ulaya inaendelea kutenga pesa ili kusaidia wanajeshi wa huko Rwanda, jambo ambalo linatakiwa kupigwa msumari. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu ukanda wa kusajili wa afisa wapya katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepokea maafisa wapya 225 waliomaliza mafunzo katika chuo cha kijeshi cha Kananga. Afisa hao ambao waliweza kushindikizwa kupitia gwarida kubwa ambalo lililofanyika tariki 21 Machi mbele ya waziri wa ulinzi Guy Kabongo Mwenda Vita, ambaye aliweza kuwakilisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Maafisa hao wapya wa kundi la 37 wamehimizwa kuwa waaminifu, wenye nidhamu na tayari kulinda mipaka ya nchi. Hawa waliweza kufanya mafunzo huko Kananga, na hiyo jana kabisa hotuba zao pia heshima zao ziliweza
kuonekana wazi na kuweza kuvikwa taji na pia kuvikwa pete zao za kazi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumzie kuhusu waziri wa mawasiliano katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya. Waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya amesema kuwa vita inayoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda si vita vya kisiasa pekee, bali pia ni vita ya taarifa. Akizungumza katika mkutano, amesisitiza kuwa propaganda na taarifa za uongo zinazoendelea kusambazwa, lakini ukweli unaanza kushinda maamuzi yoyote. Kabla ya hiyo, akisisitiza kuwa ni vema kuwe na ushirikiano wa taarifa za habari za ukweli na vyombo vya habari katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, kila Mkongomani ana uwajibikaji rasmi wa kuimarisha habari na kutoa habari yenye kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kulinda amani na kuepuka na swala la kuwasha moto kipekee, ambapo wengi wao wakifanya television na radio kuwa vituo vyao vya kutangaza habari za uongo. Licha hiyo, amepongeza kazi za waandishi wa habari katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumze kuhusu kushukuru msaada ambao uliotolewa kwa VDP wa wazalendo. Shirika la kirahia Nouvelle Société Civile Sud Kivu inatoa tamko la kupongeza juhudi ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Taarifa kuhusu shirika jipya la kirahia katika ukanda wa Sud Kivu ambayo imetamka kupongeza juhudi za Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hapa wakitaja kupitia kikao chao ambacho walichoendesha na waandishi wa habari mjini Uvira, wakishukuru Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kukumbuka wazalendo wa kutolea msaada wa chakula pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya FARDC pamoja na VDP. Hakika hii ni swala nzuri pia ya kuheshimika, pia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyo wa shirika la kiraia Bwana Mafikiri Mashimango ataja kufurahishwa na kitendo hicho na kuomba serikali ya Kinshasa kuendelesha msaada kwa wazalendo ili kurejesha amani na ushikamano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi jipya la waasi latangaza kudhibiti kijiji cha Konga katika jimbo la Haut-Katanga. Kundi hilo jipya la waasi linalojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération Congo MDCAS limejitangaza rasmi na kudai kuchukua udhibiti wa kijiji cha Konga kilichoko kwenye tarafa la Mitwamba. Hii imerejea baada ya siku chache tu kuweza kutangazwa na kuzinduliwa kwa kundi hilo ambalo limeanzishwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kijiji cha Konga katika jimbo la Haut-Katanga. Kundi jipya hilo la waasi linalojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDCAS, huku likidai kuwa limekuja katika hali ya mapinduzi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijafumbia swala hilo, lakini ikiendelea kuwataka wanaomiliki silaha wote kuweza kujisalimisha kuhusu mgogoro wa vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. La ziada sina, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaheri.